naomba nitamke hadharani na wananchi wakisikia, Singida iko salama. Singida ina usalama, Singida ina utulivu. Ni kwa sababu wananchi hawa, hususan wanachama wa Chama cha Mapinduzi na rafiki zetu na ndugu zetu, tulichagua amani. Tunatambua amani ndio msingi wa maisha yetu na maendeleo yetu. Sisi mapato ni ajenda yetu ya msingi. Tunaanza na pato la mwananchi mmoja mmoja. Sasa hivi tumefikia wastani wa milioni 1.7, lakini tunaenda kwenye safari ya utekelezaji wa dira ya 2050 kuhakikisha wastani unafika angalau milioni 18. Mapato ya ndani ya halmashauri tukianza na mwaka 2021 mkoa huu ulikuwa unakusanya wastani wa shilingi za Kitanzania bilioni 14. Lakini leo nimesimama hapa, tumemaliza awamu ya kwanza ya Dr. Samia, tuko awamu ya pili 2024-2025, tumefikia wastani wa bilioni 29. Lakini tunakusanya mapato kupitia mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Wakati wa mwaka huo leo utaja wa 2021, TRA Singida ilikuwa inakusanya wastani wa bilioni 11. Lakini kwa mwaka huu tuliomaliza Juni 30 tumefikia bilioni 42. Ni kazi kubwa inayofanywa na mamlaka yetu ya mapato na halmashauri zetu, lakini kazi kubwa zaidi ni wananchi. Ukiona kuna mapato, ujue kuna shughuli inafanyika. Singida inaendelea kukua. Lakini tukitoka kwenye mapato tunaenda uzalishaji. Sisi ni wakulima, sisi ni wafugaji, sisi tunafuga nyuki, lakini sisi tunachimba madini, na kama nilivyosema, dhahabu imeendelea kutuimarisha kimapato Singida. Kwa mwaka 2021 tulikuwa tunakusanya mapato yanayotokana na dhahabu bilioni 9. Lakini kwa mwaka huu tuliomaliza wa fedha tumekusanya bilioni 35. Maana yake shughuli za uchimbaji zinaendelea kukua, na kwa kweli sekta imeajiri vijana wengi. Tunaendelea kuwaimarisha, kuwapa mikopo, kuwapa elimu ili waweze kufaidika na madini ambayo yanapatikana katika mkoa. Wananchi wa mkoa wa Singida, watoto wao wanasoma bila malipo, kuanzia madarasa ya awali, shule za msingi, sekondari, lakini na vyuo, na sisi tunafaidika na mikopo. Shule zetu za kata zimeanza kutoa division 1 tena nzuri. Ni kwa sababu mazingira yameboreshwa, mpaka vijijini shule zimejengwa, watoto wetu wanasoma kama Ulaya. Hawa wananchi ni mashahidi. Singida tumetoka kwenye huduma za kawaida, tunaenda kwenye utalii wa afya. Tukienda kwenye hospitali zetu za wilaya na hospitali ya rufaa Mandewa, kazi ni nzuri. Tumekuwa tukipokea wageni wengi kutoka kwenye mikoa jirani na mpaka nchi za nje wakija kupata tiba katika mkoa wa Singida, jambo ambalo zamani lisingewezekana. Huduma za maji, tunakunywa maji safi na salama. Hatujawafikia wananchi wote, lakini angalau 72% vijijini tumefika, 82% mjini, na kazi inaendelea. Mradi wa miji 28 na mradi mkubwa wa Ziwa Victoria unaenda kutegua kitendawili kwa wananchi wote kupata maji safi na salama. Lakini tuna uwekezaji mkubwa wa miradi zaidi ya 39 inaendelea sasa, na sekta binafsi inatusaidia katika uchimbaji wa visima. Kwa hiyo sisi tunasonga, ilani inatekelezwa. Ukitoka kwenye huduma ya maji twende kwenye huduma ya umeme. Tumemaliza umeme mjini, vijiji vyetu 441 vyote vina umeme, vitongoji 1022 vina umeme, na sasa tunatekeleza mradi wa vitongoji 367 kumalizia ile 54% iliyobaki. Tulikuwa na changamoto ya barabara zetu za kimkakati, na sasa hivi hizi barabara zote zinaenda kujengwa kwa kiwango cha lami ya kisasa. Barabara kutoka Dodoma mpaka Tabora imewekwa kwenye mpango wa kuongezwa upana na kuwekewa tabaka zuri la lami. Magari yatateleza mpaka Rwanda na Zaire kupitia hapa. Barabara yetu ya kimkakati kutoka Mkiwa Itigi mpaka Makongoro Mbeya, tayari wakandarasi wako site wanaendelea kujenga kiwango cha lami barabara hiyo. Ya Sabasaba Sepuka Ndagu na yenyewe mkandarasi yuko site.
inajengwa kwa kiwango cha lami. Lakini barabara yetu inayotuunganisha na wenzetu wa Siditi kule, madaraja yameshakamilika na sasa tunaanza kuijenga kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo kazi ya utekelezaji wa ilani inafanyika kwa kasi kubwa. Na juzi tumepokea miradi ya kimkakati miwili. Tumepokea mradi wa SGR na tumepokea mradi wa uwanja wa ndege wa mkoa wa Singida. Na mpaka tunazungumza hapa tayari watendakazi wamefika kwa ajili ya mambo ya awadi. Lakini na mimi kama mtendaji wa shughuli za serikali ninapenda upeleke shukrani kwa Mheshimiwa Rais. Kwanza kwa pesa nyingi ambazo tunazipata. Tumeanza kupokea bilioni 180 mwaka 20. Sasa tumefika bilioni 300.3.